inaelekezwa sasa kwamba katiba ya klabu ya Simba ambayo iliidhinishwa tarehe 24 Aprili 2024 irekebishwe tena kwa kufuata maelekezo yafuatayo. Sio ushauri. Kwa hiyo kwamba Simba ilishaka, yani makosa yalirudiwa, watu walikaa 2024 wakayapitisha hayo ambao walipewa maelekezo hayafanye, hawakuyafanya. Sasa tena tunarudishwa tena kurudi kwenye katiba ya 2000. Na isiwezekane pia yasifanye. Sasa kwenye hilo tukija ya pili ameizungumzia hapa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Nilichokuwa tu ombi langu kwenye mkutano mkuu, amini katiba ipangiwe mkutano mwingine kwa sababu tusitoke tusibananishe, sababu tuna jambo tuna ndoa, kwa hiyo tusiharibu ndoa. Kupitia taarifa zilizotokeza katika vikao vilivyofanyika baina ya viongozi wa klabu ya Simba na mamlaka mbalimbali ya serikali na wadau kuzungumzia mabadiliko ya uendeshaji pamoja na ofisi ya msajili, ilibaini hatua zilizokuwa zikichukuliwa na klabu katika kutekeleza maelekezo ya serikali ya kurekebisha katiba ni kuboresha mfumo wa uendeshaji wa klabu kibiashara. Atusaidie kutujibu yale ya kama umemsikia vizuri akiongea Agnes Simba, shabiki mwenye umaarufu na ushawishi ndani ya klabu ya Simba. Anawakilisha mashabiki wengi lakini pia hata kina mama. Sawa ambao watakuwepo kwenye mkutano. Ndio maana mwanzo nimeanza na Simba nguvu moja, Simba nguvu moja, Simba nguvu moja. Hicho ndicho kinachotuunganisha. Na huo ni mtazamo wake. Lakini hapa tunazungumzia masuala ya kisheria. Sheria, kutojua sheria haisababishi sheria kutofuata mkondo wake. Kwa hiyo ukivunja taratibu za kisheria utaadabishwa kwa misingi ya kisheria. Kwa hiyo kwa sababu amezungumzia swala la ushauri, yani ni kama BMT, ile ni kama ushauri. Ushauri unaweza kuufuata usiufuate. Sahihi. Labda kuna njia mbili. Bwana tunakushauri upite huko, unaweza kaamua kupita nyingine. Ndicho ambacho BMT waliandika ile barua, ni kama ushauri au ni command, lazima Simba wafate haya. Sawa. Ambayo imeweka miongozo. Hapa kuna barua ya tarehe 8 mwezi wa 10 2024 ambayo barua hii ilitokana na aliandikiwa afisa mtendaji wa klabu ya Simba Sports Club kukamilisha marekebisho ya katiba ya klabu ya mchezo wa Simba. Ilikuwa imetoka wapi? Hii imetoka Baraza la Michezo la Taifa, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Baraza la Michezo la Taifa. Imeandikwa tarehe 8 mwezi wa 10 2024 kwa afisa mtendaji mkuu wa klabu ya michezo ya Simba. Yahusu kukamilisha marekebisho ya katiba ya klabu ya michezo ya Simba toleo la 2018. Yahusu kukamilisha marekebisho ya katiba. Sio hii haisemi ni ushauri. Tunashauri. Inaelekeza, mamlaka inaelekeza kukamilisha marekebisho yenu ya katiba ya klabu hiyo, ambayo tafadhali husika na mada tajwa hapo juu. Pia rejea barua yangu yenye kumbukumbu hiyo ya tarehe 13 Mei 2024 husikana na somo la barua hii. Yani kwamba ofisi ya msajili ilikuwa inaendelea kuiandikia Simba kuwaelekeza katika zile taratibu za kitaasisi, kwa sababu ilipitisha katiba ikapeleka yeye msajili aipitishe, lakini kutokana na vifungu kutokuwa sawa akawaambia rudini, rekebisheni hicho. Na kupitia taarifa zilizotokeza katika vikao vilivyofanyika baina ya viongozi wa klabu ya Simba na mamlaka mbalimbali ya serikali na wadau kuzungumzia mabadiliko ya uendeshaji pamoja na ofisi ya msajili, ilibaini hatua zilizokuwa zikichukuliwa na klabu katika kutekeleza maelekezo ya serikali ya kurekebisha katiba ni kuboresha mfumo wa uendeshaji wa klabu kibiashara. Vile kupitia barua yako yenye kumbukumbu namba hiyo katiba hiyo ya tarehe 4 mwezi wa 12 tarehe 12 ya Aprili 2024 na pamoja na barua ya Rita yenye kumbukumbu namba hiyo ya tarehe 19 Februari 2024, ofisi ya msajili wa vyama vya michezo ilibaini hatua zinazochukuliwa katika kuhusisha baraza la wadhamini na kurejesha mamlaka yake ya kumiliki mali za klabu
kwa niaba ya wanachama wa klabu ya Simba chini ya sheria ya wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA. Kwa kuzingatia hatua hizo, ofisi ya msajili wa vyama vya michezo yenye dhamana na dhamana ya kuidhinisha kumiliki kwa rasimu ya marekebisho ya katiba ya Simba Sports Club ya mwaka 2024 ili ruhusu baadhi ya vifungu katika rasimu husika kutumika, wakati hatua zaidi za kushirikisha wanachama, wataalam na mamlaka ya serikali kama vile RITA, BRELA, FCC ziliendelea kuchukuliwa ili kuimarisha maeneo machache yaliyosalia kutimia mabadiliko ya uendeshaji wa klabu hiyo, kwa kuwa wakati idhini ya msajili iliyoruhusu kutumika kwa mamlaka marekebisho ya katiba ya klabu ya mwaka 2024 inatolewa, ilielekeza kuwa viongozi wa klabu waendelee kukaa na viongozi wa mamlaka zinazohusika ili kukamilisha sehemu iliyobaki katika maboresho ya katiba ya 2018, na kwa kuwa viongozi wa klabu ya Simba na viongozi wa RITA wamefika mwafaka ili kurejesha uhai wa baraza la wadhamini la klabu ya Simba, ofisi ya msajili wa vyama vya michezo inatoa maelekezo mahususi ili klabu ya Simba iyazingatie katika kukamilisha maboresho ya katiba na hatua zilizokuwa zimebaki katika kuhitimisha mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji. Kwa kuzingatia yaliyoainishwa hapo juu, inaelekezwa sasa kwamba katiba ya klabu ya Simba ambayo iliidhinishwa tarehe 24 Aprili 2024 irekebishwe tena kwa kufuata maelekezo yafuatayo. Sio ushauri. Kwa hiyo kwamba Simba ilishaka, yani makosa yalirudiwa, watu walikaa 2024 wakayapitisha hayo ambao walipewa maelekezo hayafanye, hawakuyafanya. Sasa tena tunarudishwa tena kurudi kwenye katiba ya 2024. Na isiwezekane pia yasifanye. Sasa kwenye hilo tukija ya pili, ameizungumzia hapa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Tumalize. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa nini? Nilisoma kanuni ya BMT kwamba hii kanuni ilisajiliwa Dodoma tarehe 21 Septemba 2017. Hii 18A ya maboresho ya vilabu ya uwekezaji wa vilabu vya michezo nchini. Hii ilisajiliwa na mwanasheria mkuu wa serikali. Ndio. Kwa sababu sheria hili swala lilipitishwa kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wabunge walipitisha na likasainiwa na mwanasheria mkuu wa serikali na likasainiwa na waziri mwenye dhamana ambaye Harrison G. Mwakiembe, ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo kwa nini sasa hivi wanakuja kusema wameshauri? Ni kutokana na Simba, hii ni taarifa ya uchambuzi wa changamoto na ushauri wa namna bora ya kufanya maboresho ya uendeshaji wa klabu ya mpira wa miguu ya Simba Sports Club. Utangulizi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilipokea barua yenye kumbukumbu namba hiyo ya tarehe 20 Januari 2025 kutoka bodi ya wadhamini ya klabu ya mpira wa miguu ya Simba, ikiwasilisha maombi ya kupatiwa ushauri juu ya changamoto zilizojitokeza katika jitihada za kufanya mabadiliko ya uendeshaji wa klabu ya mpira wa miguu wa Simba. Kwamba hii barua hawakuandika bodi ya wadhamini, haikuandikwa na bodi ya wakurugenzi, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa hii ya maelekezo ya ushauri wa serikali ya ofisi ya mwanasheria mkuu namba 3.18 inasomeka hivi: kwa kuwa hali ya makubaliano MOU ilitenguliwa na tume ya ushindani, ni muhimu wanahisa wote wawe na hati ya makubaliano ya hisa, shareholders agreement, ili kuonesha mgawanyo wa mapato, dividend na makubaliano mengine katika kuendesha kampuni. Pamoja na mambo mengine, inashauriwa makubaliano haya pia yaweke utaratibu mzima wa uendeshaji wa kampuni, hadhi na haki za mwekezaji, na kuweka taratibu za kuendesha miradi ya uwekezaji katika klabu, ikiwemo mradi wa Bunju. Kwa hiyo hapa unakuja kuona kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iliombwa na wadhamini, kwa sababu ile ndio kazi ya wadhamini, kuomba ushauri na mwongozo wa utaratibu unakwendaje. Malizia na swala Simba,
nembo ya Simba kumbe haijasajiliwa pia. Yani Simba kumbe nguvu moja biashara yake haipo wazi. Unaweza kutumia Simba usishtakiwe kokote sasa hivi. Nguvu moja haipo kwenye logo mpya. Kwa mimi naomba niende moja kwa moja kwenye muktasari wa pointi zangu. Madhumuni ya pointi zangu, sogea mic kidogo. Muktasari wa pointi zangu za haraka kuelekea kwenye mkutano mkuu. Maudhui ya BMT barua ni mwendelezo wa utekelezaji wa ushauri na wa mwanasheria mkuu. Lengo kulinda wanachama, kuboresha uongozi na kupanua uwekezaji. Maelekezo makuu ya marekebisho. Baraza la wadhamini, pendekezo litokee kwa mwenyekiti ambaye ni plus wajumbe 8 wa bodi wanaotokana na wanachama, na lengo kulinda maslahi ya wanachama kama wamiliki. Muundo wa management, katiba itaje CEO rasmi, kuanzishwa kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki. Lengo kusimamia haki na wajibu wa wanachama. Nafasi ya mwenyekiti kuwa kiongozi mkuu wa utawala wa klabu, awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi sababu wanachama wanamiliki 51%. Uwezesho la wawekezaji, kutumia neno wawekezaji badala ya mwekezaji. Mikakati ya uwekezaji kusimamiwa na baraza la wadhamini. Lengo kupanua uwekezaji na kulinda mali za klabu. Ujumbe mkuu wa BMT, katika katiba ifanyiwe maboresho kabla ya mkutano mkuu, ifuate sheria, ilinde wanachama na iruhusu uwekezaji endelevu. Okay. Swali langu la mwisho kwa ufupi maliza. Unategemea kuwaona bodi ya wakurugenzi wakuwepo pale kwenye mkutano kwa kile kilichozungumzwa chote? Uzuri kwamba wajumbe wa bodi ni wanachama wa Simba. Yani kwenye title lao, manake title yao, kwa sababu kifungu cha katika ule wa serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ishaeleza kifungu namba 3.1 kwamba fair competition ilisha terminate. Kwa hiyo utegemei kuwaona kuwepo kwa sababu ya mazoea na kwa sababu tupo kwenye ligi, na yani kutamka kwenye hadhi yao kwamba tuko na bodi ya wakurugenzi ya Simba pale kwenye mkutano, unategemea kuona? Kwa sababu maelekezo yameeleza wazi, na fikiri hiyo ni kazi ya mwenyekiti. Anajitambua kwamba mwenyekiti ndio mwenye jukumu la kuitisha mkutano mkuu wa wanachama, na yeye ndio muendeshaji wa mkutano huo, Bwana Murtaza Mangungu. Kwa yeye ndio atauendesha huo mkutano na hizo taratibu zitafuatwa, na pia naamini watakuwepo wawakilishi wa BMT katika mkutano huo kuendeleza. Na swala la Simba ulizungumzia logo, naomba irudishwe nguvu moja. Basi Simba ni kitu kimoja. Simba nguvu moja, Simba nguvu moja, Simba nguvu moja. Tunawaambia mechi ya kesho tutarajie matokeo mazuri kwa Simba, kwa sababu Simba anarudi kwenye ubora wake. Shukrani. Sawa, bwana, huyo ni SDP Damle Fikirini Mkwabi. Amekuwa hapa kwenye Sports Knockouts. Asante sana kwa time yako. Kila la kheri Simba kuelekea kwenye mkutano mkuu wa siku ya kesho, na kila la kheri pia kwenye game ambayo mtakwenda kuicheza katika siku ya kesho. Au vipi? Asante. Nilichokuwa tu ombi langu kwenye mkutano mkuu wa kesho, naamini katiba ipangiwe mkutano mwingine, kwa sababu tusitoke, tusibananishe. Sababu tuna jambo, tuna ndoa, kwa tusiharibu ndoa yetu kesho. Ila mpaka mkutano wa kesho tutakuita tena. Na ukishisha mkutano labda Jumanne Jumangapi tutakuita tena uje hapa utoe brief kwa kile ambacho kimefanyika. Shukrani. Bwana, mimi ni Caesar Sports. Lugano Israel alikuwa hapa, amesikika pia Geoffrey Mranjizi. Asante kwa